Mwanamke alikuwa akiwinda samaki aliposhika kwa ghafla sanduku. Kulikuwa na nyoka pia kwenye sanduku. Wakati huu mpenzi wake alikuwa nyuma yake akijaribu kumsukuma ndani ya maji. Mwanamke ghafla akafungua sanduku. Mpenzi mara moja alizimwa na kile kilichokuwa ndani. Nyoka akamwambia mwanamke kuwa mwanamume huyo alikuwa amejaribu kumsukuma ndani ya maji. Mwanamke aliposikia hili alijaa hasira na akampiga mpenzi wake vibaya. Baada ya hapo mwanamke alipiga simu kwa polisi. Polisi walipofika eneo hilo waliona mwanamume aliyezimwa chini akiwa na majeraha kote usoni. Mwanamke haraka akafafanua kuwa majeraha yake yalisababishwa na kuanguka alipozimwa. Kisha haraka aliwaomba polisi wakague sanduku. Baada ya polisi kuangalia ndani, walikuta maiti. Kwa hivyo wakamuuliza mwanamke kama kulikuwa na ushahidi zaidi. Mwanamke alipokuwa karibu kusema, polisi walishtushwa na nyoka uliokuwa chini. Mwanamke alilazimika kufafanua kuwa nyoka huyo alikuwa Kifaransa chake. Pia alisema kuwa hakuwa na ushahidi zaidi wa kutoa. Polisi walitazama mazingira yaliyozunguka na kuwa na wasiwasi. Mahali palikuwa pana sana kiasi kwamba ilikuwa video kufanya uchunguzi bila ushahidi. Wakati huu nyoka ghafla akamwambia mwanamke kuwa ushahidi uko kando ya mto. Lakini ikiwa mwanamke angemwambia polisi moja kwa moja kuhusu ushahidi, aliogopa kuwa polisi watamshtaki. Kwa hivyo alilazimika kuwakumbusha polisi tu waangalie kando ya mto. Lakini polisi walisema kuwa hakuna mtu atakayeacha ushahidi karibu na eneo la tukio baada ya kutenda kosa. Msichana pia alifikiria baada ya kusikia kuwa hakuna mtu atakuwa mjinga hivyo. Hata hakumwamini kile nyoka alichosema. Lakini nyoka alisisitiza kuwa kulikuwa na ushahidi kando ya mto na kusema kuwa alikuwa ameona kwa macho yake mwenyewe. Mwanamke alilazimika kuwadokeza tena polisi. Polisi wakaenda kando ya mto kuangalia kwa matumaini kidogo. Muda mfupi baadaye, polisi alikimbia kurudi kwa haraka. Kwa bahati mbaya, alikuta kisu kweli kando ya mto.